Karibu sana katika kipindi kingine. Hili ni somo la 4 na mwalimu Emmanuel David Shilatu. Tunazungumzia uchumi wa Ibrahim. Uchumi wako na Ibrahim. Jinsi Ibrahim alifanya maisha yake kwa kumtii Mungu, maisha yake yakabadilishwa na akafanya vizuri sana. Tunaendelea kutokea kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 kwamba Ibrahim aliitwa na Mungu kutoka katika familia ambayo walikuwa wakiabudu miungu, na akaingia akamtii Mungu, akaenda kwenye nchi nyingine. Alitokea mji wa Harani. Harani ni mji wa wastani, maisha ya wastani, maisha ya starehe, maisha ya kujisahau na kupoteza hatima yako. Baba yake aliishia pale, alifia pale Harani. Hiyo tumeona kwenye Mwanzo 11:28 mpaka 31. Kwa hiyo alipomtii Mungu, Mungu akamwambia ondoka katika hiyo familia ambao wanaabudu miungu. Akaingia katika nchi ya Biblia inasema nchi ya Kanaani. Mwanzo 12 mstari wa 6. Mstari wa 7 tunaona kwamba Bwana akamtokea tena, akamwambia hii nchi nitakupa wewe na uzao wako. Ahadi za Mungu ni kweli. Mungu akisema amesema. Hiyo ni jambo la msingi sana la kulishika, kwamba ahadi ya Mungu ni kweli. Mstari wa 8, aliondoka tena Kanaani pale, akaenda mashariki, upande wa mashariki mji wa Betheli, akapiga hema tena, akamwabudu Mungu. Inaonyesha tabia ya ibada ilikuwa ni tabia ambayo ilileta mabadiliko na mafanikio makubwa sana kwa Ibrahim. Hii ni pointi ya kuzingatia, tabia ya ibada, tabia ya kumwabudu Mungu. Ibada ni fakta kubwa sana kibiashara na kimaisha. Kwa hiyo baada ya hapo yeye ilitokea njaa, akaenda Misri. Kule Misri ndipo kuna hadithi imesimuliwa sana kwamba alisema uongo. Alisema huyu ni dadangu, na hata mfalme wa Misri akampenda na akatoa na mahari, akampa yeye Ibrahimu kama kaka mtu. Hiyo ni sura ya 12 mstari wa 13, anasema tafadhali useme wewe ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Basi ikawa Abrahamu alipofika Misri, wa Misri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba ni mzuri sana. Wakuu wa Farao wakamwona, nao wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Mstari wa 17, lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abrahamu. Hapa tunajifunza kitu kimoja: ukikaa vizuri na Mungu, kila kitu chako kinalindwa. Unaona sasa Mungu anashuka kumtetea Abrahamu kwenye jambo hili. Mungu anashuka kumtetea, anamtetea kwenye hii hatua. Na kwa sababu hiyo tunaona kabisa kwamba katika uchumi wako, katika kazi zako zote, kaa vizuri na Mungu. Unapokuwa mtu wa imani, unapokuwa mtu mwenye haki, Mungu atakutetea. Atatetea kila hatua zako, kila mahali utakapokwenda. Hilo ni jambo la msingi sana. Tukija sura ya 13, tunaona mafanikio makubwa sana ya Ibrahim kwa sababu ya jinsi alivyoishi na Mungu, kwa jinsi alivyomtii Mungu, na kwa jinsi ambavyo amekuwa mtu wa ibada. Hayo mambo matatu, amemtii Mungu, amekuwa mtu wa ibada, na ameendelea kuwa mtu wa ibada, na akifanya kazi zake, mifugo ikiongezeka kwa sababu ya baraka aliyo attract kwake, ameendelea kustawi
ameendelea kufanikiwa, na ndio maana tunasema fanya biashara kwa imani. Fanya biashara kwa kumuhusisha Mungu mwenye vitu vyote, mwenye kumiliki vyote. Hiyo itakuwa jambo jema sana kwako na litakuletea mafanikio makubwa sana. Sura ya 13, Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Kwa hiyo usiogope kwamba ukimwamini Mungu utakuwa maskini. Ukimwamini Mungu hutafanikiwa. Serikali zilikuwepo na watu walikuwepo, na Ibrahimu alikuwa amejitofautisha kwa kumpenda Mungu. Kwa hiyo si kweli kwamba ukimpenda Mungu hauwezi kufanikiwa kibiashara, hauwezi kustawi kwenye kilimo, hauwezi kustawi kwenye madini. Si kweli. Ukweli ni kwamba Mungu akikubariki, Mungu akiweka mkono wake juu yako, juu ya biashara zako, utastawi kila eneo, kila mtu kwenye fani yake. Basi kwa somo hili napenda kuishia hapa. Ni kisamarize, nasema kwamba tumejifunza kwamba kwa kumtii Mungu utafanikiwa. Lakini cha pili, ahadi za Mungu ni kweli. Abrahamu aliambiwa hii nchi nitakupa wewe na uzao wako, na ndivyo ilivyo mpaka leo. Israeli wanakalia ile nchi ya Kanaani. Haikuwa yao, ni Mungu aliamua na akatoa kama ahadi kwa Ibrahimu, mpaka leo imekuwa. Lakini pia tunaona tabia ya ibada, tabia ya kuabudu, tumeona kwenye hili somo iliendelea kumtajirisha Ibrahimu, na tumethibitisha pia kwamba utajiri wa Ibrahimu ulikuwa mkubwa sana. Na mimi naamini tutaonana kileleni endapo utazingatia mafundisho haya. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel David Shilatu. Ninakushukuru kwa kunisikiliza. Endelea kushare na kushirikisha watu ili masomo haya wayapate watu wengi, tuweze kuinuka kwa pamoja. Asante sana.